Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu tayari amekwisha wasili katika Mahakama Kuu masjala ndogo hapa jijini Dar es Salaam, na tayari amekwisha kupanda kizimbani kusikiliza maamuzi ya majaji wanaoiongoza kesi yake, kama anayo kesi ya kujibu au la. Lakini nikurudishe nyuma kidogo kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu, na nikukumbushe tu, hii ni baada ya kukaa rumande kwa zaidi ya mwaka mmoja. Hatma ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu, leo iko mikononi mwa Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, ambayo leo Ijumaa ya Agosti 21, 2026 inatarajiwa kutoa uamuzi wa kubainisha iwapo ana kesi ya kujibu katika shauri la uhaini namba 19605/2025. Uamuzi huu unaweza kufungua ukurasa mpya katika kesi hiyo ambayo imekuwa ikiendelea kwa zaidi ya mwaka mmoja tangu Lissu alipokamatwa April 9 mwaka 2025 mkoani Ruvuma, kabla ya kufikishwa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam April 10. Kwa hesabu kutoka April 10, 2025 hadi leo Agosti 21, 2026 ni takriban mwaka mmoja, miezi minne na siku 11, ni sawa na siku 498. Leo jopo la majaji watatu linaongozwa na Judge Dastan Ndugulu linatarajiwa kutoa uamuzi baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili kuhusu iwapo ushahidi uliowasilishwa na Jamhuri umefikia kiwango cha kuhitaji Lissu ajitetee dhidi ya mashtaka yanayomkabili. Hatua hii imefikiwa baada ya upande wa Jamhuri kufunga ushahidi wake ukiwasilisha mashahidi 17 kati ya 30 waliokuwa wameorodheshwa. Baada ya Jamhuri kutangaza kufunga ushahidi wake, mahakama ilimpa nafasi Lissu kuwasilisha hoja zake kuhusu iwapo ana kesi ya kujibu, huku upande wa mashtaka ukijibu hoja hizo. Kwa hoja zake, Lissu ameiomba mahakama itamke kuwa hana kesi ya kujibu, akidai Jamhuri imeshindwa kuwasilisha ushahidi unaounda prima facie kesi dhidi yake. Lissu amesisitiza kuwa hakuna ushahidi wa kutosha unaoonyesha nia yake ya kutenda kosa la uhaini, huku pia akipinga baadhi ya vipengele vya ushahidi vilivyowasilishwa na upande wa mashtaka. Kwa mujibu wa hoja zake, iwapo ushahidi wa upande wa mashtaka haujafika kiwango cha kumtaka mtuhumiwa ajitetee, mahakama inapaswa kurekodi kuwa hana kesi ya kujibu. Lissu pia ameomba mahakama izingatie suala la fidia kutokana na muda ambao amekaa kizuizini. Kwa upande mwingine, Jamhuri imepinga hoja za Lissu kwa kuieleza mahakama kuwa ushahidi uliowasilishwa na mashahidi 17 umeweza kuonesha vipengele muhimu vya kosa la uhaini. Mawakili wa serikali wamehoji kuwa ushahidi uliowasilishwa unatosha kuonesha kuwa Lissu ana kesi ya kujibu na kwamba anapaswa kupewa nafasi ya kujitetea dhidi ya mashtaka yanayomkabili. Jamhuri pia imeeleza kuwa kutokuwapo kwa baadhi ya vielelezo vya video hakumaanishi ushahidi mwingine wote unapaswa kupuuzwa, ikisisitiza kuwa ushahidi wa mashahidi unaweza kutumika kuthibitisha madai yaliyopo kwenye mashtaka. Ikiwa mahakama itaamua kuwa Lissu hana kesi ya kujibu, hatua hiyo inaweza kusababisha aachiwe huru katika shauri hilo kwa mujibu wa utaratibu wa kesi za jinai. Lakini iwapo mahakama itaamua kuwa anayo kesi ya kujibu, kesi itaingia hatua inayofuata ambapo Lissu atatakiwa kujibu ushahidi uliowasilishwa dhidi yake. Hivyo macho ya wengi leo yanaelekezwa katika Mahakama Kuu hii masjala ndogo hapa jijini Dar es Salaam. Mimi ni ripota wako wa ripoti za kimahakama, naitwa Pasco Mwakioma.